Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa Sim3 TV popote pale ulipo. Hii ni Sim3 Sport Zone. Bwana, leo tumeshuhudia mechi kali. Mechi ya dabi ya Kariakoo. Mechi ilikuwa na ulikuwa ni mtanange mkubwa, mtanange wa kukata na shoka. Tumeshuhudia timu zote zikishambuliana kwa zamu. Haikuwa kinyonge. Lakini hebu tujaribu kuiangalia mechi yenyewe jinsi ilivyokuwa na mpaka ilivyokuja kuisha. Licha ya vidosari vidogo vidogo vya hapa na pale, tukiacha utani pembeni na unafiki pembeni, refari leo ameichezesha mechi vizuri sana. Licha ya vidosari vidogo vidogo vya hapa na pale ambavyo sidhani kama vinaweza vikawa vinaleta afya, lakini kwa namna moja ama nyingine waamuzi wa leo wamejitahidi sana. Kuanzia dakika ya kwanza mpaka dakika ya mwisho. Nafikiri ni detail ambazo ni 2 au 3 ambazo zinaweza zikawa zimewatia doa, lakini yote kwa yote wamechezesha vizuri. Lakini pia ngoja tujaribu kuangalia vikosi vya hawa jamaa, kwa maana ya Simba na Yanga. Mechi ilikuwaje? Walishambulianaje? Kuanzia nyuma, safu ya kiungo na hata safu ya ushambuliaji. Tukianza na Simba uongo mbaya, leo wamecheza vizuri mbele ya mahasimu wao Dar es Salaam Young African. Simba walijaribu kupushi mashambulizi mara kwa mara. Wamejaribu kuattempt nafasi za mara kwa mara, ukiacha zile ambazo wamezikosa za wazi, lakini lipo lile ambalo kuna moja walifunga goli, lakini marefa wakawa wamekataa sikujua sababu ni nini, lakini moja kwa moja inaonyesha dhahiri shahiri, kwa sababu kulikuwa na matukio mawili, moja kushika na 2 ni offside. Sasa hapa sijajua waamuzi waliondoka na lipi, lakini yote kwa yote mechi ilikuwa ni nzuri, ilikuwa ni tamu, kila mmoja amevutiwa na kiwango cha wachezaji wake. Simba leo kiukweli, tukiacha wamejitahidi sana, wamepambana mno. Lakini tukija kwa hawa Dar es Salaam Young African, hawa Yanga ni ukweli usiopingika, wana kazi ya kufanya. Ikiwa kama wao ni mabingwa watetezi wa nchi hii na wanataka kutetea vikombe vyote vya Tanzania bara, basi ni lazima wajipange hasa, kwa sababu Simba wanakuja, kuna Azam wanakuja, na mechi ijayo, mechi inayofuata baada ya Simba, baada ya hii kuisha, nategemea kwamba inaweza kawa ni Azam FC kama sitokuwa na kumbukumbu nzuri. Nadhani Bengi atakuwa ameiangalia mechi vizuri, anajua wapi pa kuwakamata Yanga, hivyo ni lazima wabadilike na wana kazi kweli ya kufanya. Kianza safu ya ulinzi ya Yanga, safu ya kiungo, safu ya ushambuliaji, ni kama Yanga wanajikaba wao wenyewe ukiwatazama wakiwa wanacheza uwanjani. Yaani ni jinsi wanavyocheza ni kama vile wanajichosha pasipokuwa na matokeo ya maana ama kupata matokeo yoyote, ama wanakimbia pasipokuwa na faida yoyote. Unaweza kukuta mchezaji yupo pale, saa nyingine unakuta mchezaji ama timu inakabia macho. Of course Yanga tunaiona sasa hivi ina changamoto nyingi sana, hususan eneo la kimbinu. Yanga sasa hivi haiko vizuri, lazima tukubali. Na swala la mbinu hapo tunamzungumzia kocha. Je, kocha na participate pasavyo kwenye eneo la mazoezi? Na je, ni kipi ambacho wanakifanya kwenye mazoezi? Tumeshuhudia Yanga ya Gamondi, tumeshuhudia Yanga ya Nabi, tumeshuhudia Yanga ya yule mheshimiwa yule ambaye ameenda kule,
gusa achia, twende kwao, gusa achia. Yes, tuliona ile Yanga ilifanya vizuri sana na ilikuwa inatisha vibaya mno, lakini kwa sasa hivi ukijaribu kuangalia Yanga ya Romain Folz na Yanga ya huyu mheshimiwa, kidogo naona kuna mashaka kidogo na kuna kazi ya kufanya. Hivyo kama kweli wanataka vikombe vya nchi hii na wanataka kuhakikisha kwamba wanabakiza vikombe vyote ama kupata kikombe kimojawapo, basi lazima wajipange vizuri dhidi ya vigogo hao wawili. Leo wamemkosa Simba, hatujui mechi ijayo watakokutana na Azam itakuwaje, kwa sababu Yanga wana makosa mengi mno sasa hivi, yani mengi mno. Bwana, mi binafsi yangu ni hayo. Niwatakia usiku mwema, asanteni sana kwa kunisikiliza. Usiache kusubscribe, kulike, comment, lakini pia unaweza ukashare ikiwa utapenda.